Kaunti ya Tana River inatazamiwa kukumbwa na kipindi cha kiangazi kutokana na msimu wa mvua za msimu wa vuli Oktoba, Novemba na Disemba kutabiriwa kuwa na mvua chache chini ya kiwango wastani kaunti hiyo inachopokea katika msimu wake wa kawaida. Mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa KMD kaunti ya Tana River Kalunyale akitoa taarifa ya msimu huo amedokeza kwamba mvua inatazamiwa kunyesha kuanzia wiki ya 3 ya mwezi Novemba na kusita kuelekea wiki ya 4 ya mwezi wa Disemba. Msimu wa mvua za vuli katika gatuzi letu Tana River huwa ni kwa umuhimu mkubwa sana, kwa sababu mara nyingi imekuwa kwamba msimu huu ndio una changia katika kupeana mvua nyingi kuliko msimu ule wa mvua za masika. Hivyo basi ni muhimu sana kwa watu wetu wa gatuzi letu wa Tana River. Na msimu huu tunaoendea ama ambao uko mbele yetu ni kwamba tunajua kwamba mvua hizi zitakuwa kidogo, na pia mvua hizi tunajua kwamba zitakuwa kwa vipindi ambavyo kutakuwa na vipindi vya ukame na ukavu, kwa sababu mgao wake hautakuwa mzuri sana bali utakuwa duni. Kipindi hicho chote cha mvua hizi ambazo tunatarajia, na kukusitizia ni kwamba mvua hizi tunatarajia zitaanza wiki ya 3 kuendelea wiki ya 4 ule mwezi wa 11, na tunatarajia kwamba mvua hizi zitakoma wiki ya 3 kuendelea wiki ya 4 mwezi wa 12. Hivyo kwamba inaonyesha kwamba mvua hizi zitakuwa kwa muda mchache, takriban wiki 4. Pia kutakuwa na uwezekano wa kuwapo kwa viwango vya juu vya joto. Aidha, amedokeza kuwa sehemu za kaskazini mwa Tana River kama vile Bangale natarajiwa kuathirika zaidi, huku kiwango cha joto kitarajiwa kuwa juu. Mara nyingi katika msimu huu mvua hizi za masika huwa ni katikati ya milimita 250 hadi milimita 360, lakini kwa muda huu tunajua kwamba mvua hizo zitakuwa chini cha kiwango hicho ambacho huwa ndio kiwango cha wastani katika gatuzi letu. Mara nyingi msimu huu tunavyotabiri ni kwamba maeneo mengi yale ya Bangal, maeneo yale ya Hirimani, maeneo yale ya kule sehemu za Titila, maeneo haya tunatarajia kwamba yatakuwa na mvua pungufu zaidi kuliko maeneo yale ya sehemu za Kipini, sehemu zile za Odha, Tarasa, kwa sababu maeneo yale yamekaribiana na bahari, na bahari pia kuna vile inachangia katika kuongezeka kwa mvua kidogo katika maeneo yale. Kwenye kikao cha siku 3 mjini Minjila kupangia mikakati ya pamoja na jamii jinsi ya kustahimili msimu huo, sekta mbalimbali zimetakiwa kushirikiana na wanajamii ili kupunguza makali ya athari, huku wito ukitolewa kwa wakazi kukumbatia amani. Upande wa usalama, tuko na watu wengi ambao ni hao pastoralists ambao wanatoka upande mwingine huko juu, saidi za juu, wanakuja kushuka chini Tana Delta, ambapo mara nyingi huko Tana Delta kidogo inaonekana pasture huo haipungui sana, inapatikana kwa wingi compared to the other parts ambazo huwa zinakauka haraka. So kunakuwa na influx ya wanyama. So the problem huwa tunakuta wanakuja bila mpangilio wengine. Na katika hii advisories ambayo tumekuwa nazo leo, tumeweza kupata jinsi ya kumanage na kuwapatia information ya kwamba baadhi ya mambo ambayo tunaweza kuambia ndio to maintain peace and security, kwamba tuwe na mfumo. Hatuwezi kukataa kuishi na wao, tangu jadi tumekuwa pamoja, lakini kuwe na mfumo maalum ambao wanaweza kuingia, for example kupitia wanapata barua kutoka kule ambako wanatoka, na wanaweza kuinform authorities, local authorities ambazo ziko hapa chini, na kwamba wanakuja na jinsi ambao wataweza kukaa kwa ule muda ambao watakuwa pale. Vile vile wakiwa pale wanaheshimu wale watu ambao wako pale, kwa sababu kuna watu ambao wao pia wanatafuta maisha kwa upande wa ukulima, wako na mashamba yao, so lazima wafuate kanuni na mbinu za kuishi pale ili kusiweze kuwa na tatizo katika huu msimu na upite vizuri. Sisi kama National Drought Management Authority huwa mara nyingi tunashughulika sana hasa katika huu, kwa mfano kupeana habari za mambo ya ukame,
na tayari early warning bulletin yetu ya mwezi uliopita ilikuwa ishasema kuwa kuna county iko kiwango cha hali inaenda ikizorota. Tuko normal lakini inaenda ikizorota. Hii washa matokeo yake sasa yatakuwa ni mpango wa dharura ambao unaingiza zile mikakati zote ambazo tunaweza kufanya kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wananchi ama watu wa Tana River, wafugaji na wakulima, ijapo kama utakuja hautawaathiri venye ulikuwa ukiwaathiri kitambo. Dennis Maithia, KYTV, mjini Minjila, kaunti ya Tana River.